Na mamlaka ya Palestina imesema kuwa uamuzi wa Israel wa kukata huduma ya umeme katika ukanda wa Gaza ni hatua inayoongeza vitendo vya mauaji ya kimbari katika eneo hilo lililoharibiwa na vita. Wakati huo huo, balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Daniel Meron amesema nchi yake inayahimiza mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na makundi mengine ya misaada kuchukua majukumu ya shirika la UNRWA lililopigwa marufuku kufanya kazi katika eneo hilo. Tatu Karema na maelezo zaidi. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina imesema inalaani vikali uamuzi wa Wizara ya Nishati ya Israel wa kukata umeme kwenye ukanda wa Gaza na kwamba inaichukulia hatua hiyo kwani ya kuongeza matendo ya mauaji ya halaiki, kuchochea janga la wakimbizi wa ndani pamoja na lile la kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Tania Hari, mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Uhuru wa Kutembea Gisha, amesema Israel inasema kwamba hatua ya kukata huduma ya umeme ni aina ya shinikizo, ni mbinu ya kushinikiza Hamas kuendelea na awamu ya kwanza ya mpango wa kusitisha mapigano ili kuachilia mateka zaidi. Kwa mtazamo wa Gisha, hii ni adhabu jumuishi. Kusimamishwa kwa misaada ya kibinadamu, kusitishwa kwa makusudi usambazaji wa umeme, maji, dawa kwa raia ni sawa na uhalifu wa kivita. Ni wajibu wa Israel kusambaza vitu hivi kwa raia. Wakati huo serikali ya Ujerumani imesema leo kuwa uamuzi huo wa Israel wa kukatiza kusambazwa kwa bidhaa za msaada na umeme kwa Gaza kunaweza kuchochea mzozo mpya wa kibinadamu katika eneo hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani Catherine Deschauer amesema Gaza kwa mara nyingine tena inatishiwa na uhaba wa chakula na kukatizwa kwa umeme hakukubaliki na hakuambatani na jukumu la Israel chini ya sheria ya kimataifa. Kwa upande wake, serikali ya Uingereza nayo pia imetaka Israel kurejesha usambazaji wa umeme huko Gaza, ikionya kwa nchi hiyo huenda inakiuka sheria za kimataifa. Msemaji rasmi wa Waziri Mkuu Keir Starmer amewaambia waandishi wa habari kwamba wana wasiwasi mkubwa kuhusiana na ripoti hizo na kuihimiza Israel kuondoa vikwazo hivyo. Huku hayo yakijiri, balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Daniel Meron amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba Israel inafanya kazi kutafuta mbadala wa shirika la UNRWA ndani ya Gaza. Hata hivyo hakutoa maelezo ya kina. Katika hatua nyingine, ujumbe wa Israel umeondoka kuelekea Doha kwa mazungumzo mapya ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Haya ni kulingana na afisa mmoja wa Israel aliyeliarifu shirika la habari la AFP. Chanzo kinachofahamu kuhusu mazungumzo hayo kilichozungumza kwa sharti la kutotambulishwa hakikutoa maelezo zaidi. DW tunavuma kwa kishindo. Na tuelekee hivi sasa barani Afrika. Tunaitazama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako maafisa wa chama cha aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila cha PPRD wamefika mbele ya mwendesha mashtaka wa kijeshi leo. Hatua hiyo inaashiria mvutano wa kisiasa katika nchi hiyo na hasa baada ya kuendelea kusonga mbele kwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Amina Abubakar anafuatilia hali ya nchini humo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Jean Mbuyu, wakili wa maafisa hao na mshauri wa zamani wa aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila, amesema sababu hasa ya maafisa hao kutakiwa kufika mahakamani haijajulikana wazi. Ofisi ya mwendesha mashitaka wa kijeshi ilituma barua 10 kwa chama cha Kabila cha People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD, lakini wakili Mbuyu amesema ni watu watatu tu waliofika mahakamani mjini Kinshasa hii leo, ambao ni Oben Minaku, naibu rais wa chama cha PPRD, na Emmanuel Ramzani Shadari, waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Kongo na aliyewahi pia kuwa mgombea wa urais. Wakili huyo amesema wateja wake wameitikia wito, ila chama cha PPRD kimeweka wazi kwamba hakina mafungamano ya aina yoyote na kundi la M23 au kundi jingine lolote la waasi nchini humo. Hivi karibuni rais wa Kongo Felix Tshisekedi, aliyewahi kuunda mpango wa kugawana madaraka na Kabila, amekuwa akimshutumu kiongozi huyo wa zamani kwa kuunga mkono waasi wa M23 walioiteka miji miwili ya Goma na Bukavu tangu mwezi Januari. Tshisekedi ametoa shutuma hizo baada ya Joseph Kabila kuzungumza na wanasiasa wa upinzani na wanachama wa mashirika ya kiraia, ambapo walijadili mustakabali wa kisiasa nchini Kongo na kukosoa majibu ya Tshisekedi kwa waasi wa M23. Tshisekedi na Kabila waliunda mpango wa kugawana madaraka baada ya uchaguzi uliokuwa na utata mwaka 2018, lakini baadaye Tshisekedi akamtuhumu mwenzake kwamba anazuia mabadiliko. Mahusiano yao yakaanza kuingia doa tangu wakati huo.
Wakati M23 walipokuwa wanasonga mbele kuingia mjini Bukavu, Rais Tshisekedi aliwaambia mkutano wa usalama wa mjini Munich kwamba Kabila ndio anayewaunga mkono waasi hao. Hata hivyo, rais huyo wa zamani Joseph Kabila hakutoa tamko lolote kuhusu shutuma hizo wala kuzungumzia mzozo wa Kongo hadi pale alipochapisha nakala katika gazeti moja la Afrika Kusini mnamo Februari 23 akimlaumu Tshisekedi kukiuka katiba, kukiuka haki za binadamu na kuitumbukiza Kongo katika hatari ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Kulingana na mtaalamu mmoja wa kisiasa nchini Kongo, serikali ya Felix Tshisekedi ina wasiwasi na Joseph Kabila na ina hofu ya kuanguka kwa utawala wa Tshisekedi, hasa kwa kuzingatia jinsi waasi wa M23 wanavyosonga mbele na kudhibiti miji muhimu ya kimkakati. Kongo, Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa ya Ulaya yanaituhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi hao wa M23 kwa kuwapa mafunzo na silaha. Rwanda imeendelea kukanusha hilo, ikisema wanajeshi wake wanachukua hatua za kujilinda dhidi ya waasi wa Kihutu wanaowahangaisha Watutsi walioko nchini Kongo na kutishia usalama wa Rwanda. Na tuitazame hivi sasa Kenya. Mahakama ya rufaa katika nchi hiyo imetoa agizo la kusitisha kwa muda mpango wa serikali wa kuruhusu au kuidhinisha uagizaji wa mazao na chakula kilichokuzwa kwa njia ya kubadilisha vinasaba GMO nchini humo. Uamuzi huu utasalia kuwa halali hadi itakaposikilizwa na kuamuliwa kesi ya rufaa iliyowasilishwa na wakulima wadogo wanaotaka mbegu au vyakula vya GMO vipigwe marufuku kabisa kuingizwa nchini Kenya. Shisia Wasilwa ametuletea taarifa hiyo. Katika uamuzi wake, mahakama imesema kuwa kanuni ya tahadhari inahalalisha kutolewa kwa maagizo ya muda ya kuzuia utekelezaji wa mpango huo hadi kesi hiyo itakapoamuliwa. Uamuzi huu umeibua hisia tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali. Mashirika ya kiraia na makundi yanayotetea haki za wakulima yamepongeza hatua ya mahakama, yakitaja kuwa ni ushindi wa kihistoria kwa uhuru wa chakula, haki za wakulima na ulinzi wa mazingira. Kwa upande mwingine, serikali na wataalamu wa bioteknolojia wameuona kama pigo kubwa kwa maendeleo ya sekta hiyo. Katika taarifa ya pamoja, chama cha wakulima wa viwango vya chini na chama cha usalama wa vyakula nchini Kenya BIBA pamoja na wadau wengine 18 waliungana katika kesi hiyo. Waliutaja uamuzi huo kama hatua muhimu katika kuwalinda wakulima wadogo, walaji na bioanuwai ya Kenya. David Otieno ni mkulima, anachangamkia uamuzi wa mahakama. Tuko na furaha sana kwa sababu vyakula vingeletwa na viuzwe hapa, sisi kama wakulima wadogo hatungepata mahali ya kuuzia vyakula vyetu. Alafu pia kama watumizi wa hizi vyakula tungetumia vyakula vya GMO safe katika afya ya watumizi. Mratibu wa taifa wa BIBA Ann Maina alibainisha kuwa kuzinduliwa kwa sera ya mageuzi ya mfumo wa chakula wa taifa mnamo Novemba mwaka 2024 ni hatua muhimu katika kushughulikia upungufu wa chakula nchini Kenya. Maendeleo hayo yanafungua ukurasa mpya wa vita vya kisheria kuhusu swala hili ambalo limeibua kesi kadhaa zilizotokana na uamuzi wa mahakama ya mazingira na ardhi mnamo mwaka 2023 ambapo iliruhusu matumizi ya teknolojia ya GMO kwa kudai kuwa serikali ilikuwa tayari imeweka hatua madhubuti za usalama. Mashirika hayo yanaonya kuwa teknolojia hiyo inaongeza utegemezi kwa mashirika makubwa ya kimataifa ya kibiashara ya kilimo, kuhatarisha bioanuwai na kudhoofisha uwezo wa kulima kusimamia mifumo yao ya chakula. Uamuzi huo ni pigo kwa serikali ya Rais Ruto ambaye amekuwa akipigia debe ujio wa vyakula hivyo. Mimi kama kiongozi wa nchi siwezi kuhatarisha maisha ya wananchi walionichagua. Scientists wote wa taifa letu la Kenya wanakubali ya kwamba GMO haina matatizo yoyote. Umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO ama amemea miguu? Hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Mimi mwenyewe nimekula chakula ya GMO. Mimi nimemea matiti. Sasa macho yote yako kwa mahakama ya rufaa kuona ikiwa marufuku ya GMO itaendelea kudumishwa au kama serikali itaweza kufanikisha uagizaji wake, kwani sio mara ya kwanza kwa serikali ya Kenya Kwanza kupuuza maagizo ya mahakama. Shisia Wasilwa.